Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo mnaonekana kama mnaboeka kidogo, sijui nini. Ni jua kali au ni nini? Haleluya. Amen. Jua imekuwa kali sana eh? Mvua inakuja tu, Mungu atatubariki na mvua. Haleluya. Amen. Ningetaka leo tuone neno kutoka kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso kiliandikwa na mtume Paulo, na nikiangazia kidogo juu ya watu wa Efeso, Ephesians. Ephesus ilikuwa ni tauni au ni mji ulikuwa katika ile sehemu Paulo alikuwa anahubiri neno la Mungu, injili la Mungu ya Mungu. Sehemu ambayo inaitwa Asia Minor. Na kule katika hiyo area ya Asia Minor kulikuwa na ile makanisa saba ambayo imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Na katika yale makanisa saba, Ephesians ni moja yao ya yale makanisa. Na ningetaka kusema hivi, wakati Paulo alienda katika hii mji, ulikuwa ni mji wa kifahari, mji wa biashara nyingi, mji wa maendeleo, na ni mji ulikuwa na watu wengi. Na ni vizuri kujua ya kwamba katika ule mji hawakuwa wamemjua Mungu wa mbingu. Wakati Paulo alienda kule, hawakuwa wamemjua Mungu wa mbingu, our heavenly Father. Na wakati alienda kule, akakuta ya kwamba wale ni watu ambao walikuwa wanaabudu sanamu, miungu isiyo ya kweli. Na ikawa ya kwamba katika Efeso ni pahali kulipatikana ile temple kubwa sana, kwa sababu walikuwa na mungu wao, walikuwa wanamuita Diana. Na kwa Kigiriki alikuwa anaitwa jina lingine ambalo linasahaulika kidogo, lakini nitaikumbuka. Lakini walikuwa na wamwabudu mungu alikuwa anaitwa Diana, na walikuwa wamejenga temple kubwa sana, pana sana. Kwenda hivi ilikuwa kubwa, kwenda hivi ilikuwa kubwa. Na kwa hivyo wale watu walikuwa na abudu sanamu, mungu usio wa kweli. Na kwa hivyo sasa huyu ni Paulo mtume, akaenda katika ule mji na akagundua ya kwamba sasa hakuna Mungu wa kweli anaabudiwa hapa, na akaamua kuchapa injili ya Mungu ya Yesu kama vile alikuwa ametumwa. Paulo alikuwa ametumwa kwa watu wa mataifa, the Gentiles. Wakati aliitwa na Yesu, aliambiwa ya kwamba nimekuita ili nikutume kwa watu wa mataifa. Kwa hivyo hakutumwa kwa Wayahudi, alitumwa kwa watu wa mataifa. Na Ephesus is one of the Gentile areas. Kule alihubiri injili ya Yesu. Sasa ningetaka uone vizuri. Huyu ni Paulo ameenda Ephesus, na hakuna mtu anajua Mungu wa kweli. Na akaanza kuchapa injili kuambia kuna Mungu mwingine isipokuwa huyu. Sasa wale watu
watu walikuwa wanajua Diana ndio mungu wao. Diana ndio mungu wao na wabariki. Na hakuna mwingine. Alafu Paulo amekuja. Ameanza kusema hapana. Huyo sio mungu wa kweli, unaabudu sanamu. Kuna mungu mwingine wa kweli ambaye amenituma hapa. Na yeye amenituma na habari njema. Na yeye ni baba wetu. Na yeye ni Bwana wa mabwana. Na hakuna mungu mwingine. Sasa angalia, jitie katika viatu vya Paulo sasa. Ana introduce another God ambaye hajulikani. Ilikuwa kazi ngumu watu kusikia kuna mungu mwingine isipokuwa huyu. Na vile walikuwa wamemjengea hekalu kubwa na wakairembesha. Kwa hakika wakati ule hii hekalu ambayo ilikuwa katika mji wa Ephesus ilikuwa ni mojawapo wa mambo maajabu yale 7 katika dunia. The 7 wonders of the world. Kwa sababu ya vile ilikuwa imejengwa, ilikuwa imewekwa dhahabu, ilikuwa imerembeshwa, ilikuwa imejengwa kwa ilikuwa mzuri. Na kwa hivyo hawa watu walikuwa wanaamini ya kwamba hakuna mungu mwingine ambaye anastahili kuabudiwa isipokuwa yule wanajua. Sasa Paulo amekuja. Na amekuja na habari nyingine. Na anawaambia ya kwamba nyinyi hamjui yule mungu mnaabudu hapa sio mungu, ni sanamu. Hayuko hai, lakini nimewaletea mungu aliye hai. Ilikuwa kazi ngumu hawa watu kushika hii injili ya Mungu. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu, unajua Roho Mtakatifu yeye ndiye anafanya watu wasikie neno na lifanye kazi ndani yao na waelewe mambo ya Mungu. Na kwa sababu Paulo alikuwa ameongozwa na Roho Mtakatifu na alikuwa hawa watu alikuwa anawaombea ingawa wawe na Roho Mtakatifu kiasi, walimsikiza. Roho Mtakatifu alifanya asikizwe na wakaanza kujua ya kwamba hii injili ya Paulo ni kama ya kweli. Ni kama anaongea mambo ya kweli. Ni kama vile anasema ni ukweli. Na wakaanza kumsikiliza na Paulo akaanza kuwaombea na wakaanza kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi. Haleluya! Atukuzwe Mungu Baba. Alifanya kazi nzuri lakini kazi ngumu. Ni kama sasa tuko hapa ni ukabani. Na kuwa ya kwamba hakuna Mungu mwingine ambaye anajulikana isipokuwa yule mnajua hapa. Lakini iwe ya kwamba yule Mungu mnajua hapa sio Mungu wa kweli. Na sasa mimi nimekuja na habari nyingine tofauti ya kuambia ya kwamba yule Mungu unaabudu hapa sio Mungu wa kweli. Kuna Mungu mwingine wa kweli ambaye hakai hapa duniani, anakaa mbinguni. Mtasikia kama niko wazimu. Si ndio? Hata kwingineko Paulo walikuwa na watu, wewe ni mwenda wazimu wewe. Haleluya! Hali ilikuwa hivyo. Lakini kwa sababu ya nguvu ya Mungu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kupokea injili ya Yesu. Wakaanza kupokea habari ya wokovu wa Yesu. Wakaanza kuokoka. Na sasa Paulo akawa ameanzisha kanisa pale Ephesus. Na ndio inaitwa kanisa la Efeso.
Sasa mumeelewa historia kidogo ya hiyo, na ndio sababu hata katika maandiko, katika Matendo ya Mitume, ukisoma pale 20 chapter 20 verse 28 to 31, hapo inaangazia juu ya kanisa la Efeso, kwa sababu Paulo alihudumu katika kanisa hili kwa miaka 3. Alikaa hapa kwa miaka 3 akihubiri, akiwafundisha, akihubiri, akiwafundisha. Na sasa pale anasema sasa wakati wako wa kuondoka hapa Ephesus umefika. Akawaombea na akawapa ilani, wani nikiondoka kuna watu wengine watamletea injili nyingine tofauti isipokuwa hii nimewe. Akawaambia jihadharini. Haleluya. Na kwa hivyo ilikuwa hivyo, lilianzishwa kanisa pale. Na katika yale mafundisho Paulo aliwafundisha, ningetaka tuone mambo 12 ambayo aliwaambia hawa watu wa Ephesus. Hili kanisa ambalo alihudumu kwa miaka 3. Alienda pale akaanzia kanisa na sasa amekaa pale miaka 3. Ningetaka tuone mambo 12 kama tutawezeshwa na wakati, ambayo aliwaambia kabla ya kuondoka. Haleluya. Na akawaambia mkikaa hivi mtakuwa mko na tumaini ya mbinguni. Haleluya. Unajua ni vizuri kujua maandiko na kujua ahadi zile tumeahidiwa na Yesu na Mungu, na ili tukae tukiwa na matumaini. Hivi ndivyo aliwaambia Paulo. Akawaambia ya kwamba tusome haya mambo sasa. Sasa mumeelewa hali ilikuwaje ya kanisa la Ephesus. Lilianzishwa katikati ya kuabudiwa kwa sanamu. Yule mungu wa Diana alikuwa anaitwa Diana. Sasa kuna watu walimkaidi, kuna watu walisema huyu si Mungu. Lakini haikuwa rahisi kwa sababu kulikuwa na opposition. Lakini tusikie sasa, hii kanisa likuwako, it was established na Paulo, na akawa na watumishi pale. Lakini akawaambia hivi, tukisoma katika Ephesians 1:4-5, wa Efeso 1:4-5, kuna jambo aliwaambia pale. Akawaambia ya kwamba kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanyiwe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Haleluya. Paulo akawaambia ya kwamba katika mafikira ya Mungu walikuwa wamechaguliwa hata kabla ya dunia kuumbwa, na yeye ndiye aliwachagua kupitia upendo wake. Katika plani ya Mungu, Mungu alikuwa anaona kutakuwa na kanisa Ephesus hata kabla ya dunia kuumbwa. Unajua Mungu ni Alfa na Omega, hakuna kitu kilicho nje ya Mungu. Kwa hivyo anawaambia ya kwamba hii kanisa la Ephesus mlikuwa katika fikra ya Mungu hata kabla ya dunia kuumbwa. Kwa hivyo vile mumefanyika katika mpango wa Mungu.
Haleluya. Mumechaguliwa na Mungu. Ni kama vile tuko hapa. Hatuko hapa kwa nguvu na hiari yetu. Ni Mungu ametulete hapa, ametuchagua, na kutoka zamani kabla ya kuumbwa kwa dunia, Mungu alikuwa anajua hapa kutakuwa na kanisa lake. Hivyo ndivyo Efesus aliwaambia, mulikuwa ndani ya Mungu, mulikuwa ndani ya fikra ya Mungu, na kwa hiyo mumechaguliwa na Mungu. Mjisikia ya kwamba mumechaguliwa na Mungu. Haleluya. Unajua hakuna kitu ya maana kama kuchaguliwa na Mungu. Unaweza chaguliwa na watu, unaweza itwa na watu, lakini hakuna kitu ya maana katika kanisa au katika kuamini kule kama kuitwa na Mungu. Ni vizuri ujisikie ya kwamba umeitwa na Mungu na uko kati ya mpango wa Mungu, na Mungu anakufikiria kila wakati. Baraka za Mungu anafikiria zile zitakufikia wakati wowote ule, kwa sababu uko ndani ya mpango wa Mungu. Alikuwa anawaambia hivi, na ili hata kama kuna kuabudu kwa sanamu ambayo ilikuwa imetaaba sana na ilikuwa na sifa sana, wajisikie ya kwamba hata wao ni wa maana sana, kwa sababu wamechaguliwa na Mungu wa kweli. Haleluya. Unajua katika hii dunia, mambo ya dunia saa nyingine yanatukanyanga, na tunajisikia ya kwamba kama kanisa ni kama hatuna sehemu. Lakini ni vizuri utusikie ya kwamba hata kama dunia inatukanyanga, hata kama hatuonekani vizuri, hata kama hakuna chochote kinachoonekana, hawa watu walikuwa hivyo. Ndani yetu tunajua ya kwamba kuna dhamana kuu, kwa sababu tumechaguliwa na Mungu. Haleluya. Tuko ndani ya mpango wa Mungu, na hatimaye tutakuja kupatikana. Na kwa sababu hili kanisa lilipatikana, ndilo likaandikwa katika vitabu vitatu. Katika mambo ya mitume ikaandikwa, katika Waefeso ikaandikwa, na katika Ufunuo ikaandikwa. Ukisoma Ufunuo 2 utasikia ya kwamba hili kanisa lilikuwako wakati Yesu alikuwa anataja makanisa yale 7. Hii ndio moja. Ukisoma Ufunuo 2, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Unasikia sasa? Lilitambulika. Hata Yesu akiwa mbinguni alikuwa analitambua. Kwa hivyo kanisa la Mungu hata likionekana kama litakwisha, hata likionekana kama halina nguvu, likiwa ndani ya Yesu Kristo na Mungu mwenyewe, lazima litanawiri. Usijidharau, usione kama hakuna kitu kinaendelea, usione kama hakuna nguvu. Tukiwa ndani ya Mungu wetu, mwisho tutatambulikana. Haleluya. Mungu atafanya tutambulikane, na nguvu ya Mungu isikike. Kwa hivyo hawa watu Paulo akawaambia, mliitwa na Mungu, mkachaguliwa kabla ya dunia kuumbwa. Hebu fikiria hivyo. Mlichaguliwa kabla ya dunia kuumbwa, mlikuwa ndani ya Mungu. Namba 2. Tukisoma katika Waefeso hiyo, kuna jambo lingine aliwaambia hapa. Waefeso hapo chini 1:13-14 akawaambia ya kwamba nani pia katika huo mumekwisha kushirikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mumekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule
wa hali aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wenu, ili kuleta wokovu wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Haleluya. Aliwaambia ya kwamba hata nyinyi wa Yunani, the Gentiles, Mungu ameona ni vyema, kama vile wokovu umekuwa kwa Wayahudi, hata sasa ukuje kwa Wayunani. Haleluya. Unajua wakati Yesu alitumwa hapa duniani, alikuwa amekuja kwa Wayahudi na alifanya kazi kwa Wayahudi. Lakini wakati Yesu aliwatuma mitume wake, aliwatuma dunia kote. Sasa Paulo amefika Efeso na anataka hawa watu wajue ya kwamba hata wao wamehesabiwa katika ile hesabu ya kuokolewa kupitia neema ya Yesu. Haleluya. Amen. Kwa sababu walikuwa Gentiles, hawakuwa katika mpango wa wokovu wa Wayahudi. Lakini sasa anawaambia ya kwamba kama vile Wayahudi wanajazwa na Roho Mtakatifu, hata ninyi mtajazwa. Yes. Haleluya. Amen. Kama vile huduma ya Roho Mtakatifu inapatikana katika Uyahudi, hata sasa mmekuwa hata warithi pamoja na wao katika neema ya wokovu. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo wakajisikia ya kwamba hawako nje ya mpango wa Mungu, hawako nje ya mpango wa Kristo wa kuokoa watu. Haleluya. Haya ndio mafundisho yale Paulo alikuwa anawafundisha. Mumehesabiwa pamoja na Wayahudi katika neema ya wokovu wa Yesu Kristo, kwa sababu vile wanajazwa Roho Mtakatifu, hata ninyi mtajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Unajua saa nyingine kanisa kama hili letu sasa, tunaweza jisikia kwamba ni kama hatuko katika mpango wa Mungu. Tukiangalia hali yetu, tukiangalia tu vile tuko, na tunaona makanisa mengine yako mbele sana, na makanisa mengine ni kama ndio yamechaguliwa sana. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba katika mpango wa Mungu hakuna kanisa kubwa au dogo. Haleluya. Kwa sababu kanisa la Mungu sio nyumba. Are we together? Sio kinyumba kikubwa kama ile hekalu ilikuwa Efeso. Kanisa la Mungu ni mtu binafsi, ni wewe. Na kama umepatikana hapa Koma katika Christian Life Church na umefanyika nyumba ya Mungu, vile vile anaishi kwa wale ambao tunaona kama wameendelea sana, hivyo ndivyo anaishi ndani yako. Hakuna utofauti. Wana maiga. Bora tu umefanyika hekalu la Mungu, Roho Mtakatifu ataishi ndani yako. Kama vile anaishi ndani ya Bishop yule mkubwa sana, hivyo ndivyo anaishi ndani yako, na anafanya kazi moja, hafanyi kazi mbili, anafanya kazi ya usaidizi. Haleluya. Na ndipo sababu ukisoma sana maandiko ya Paulo, kuna mwingine anasema hakuna sasa Myahudi au Myunani, sote tumesawasishwa. Haleluya. Sasa hakuna bishop au muamini mdogo. Hapana. Tunahudumiwa kitumo sawa sawa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo usijidharau. Fanyika hekalu la Mungu na huduma ni sawa sawa. Haleluya. Naona sasa kama sasa tukiangalia kanisa la Catholic, tunaona ni kama sisi sio kama kanisa.
kwa sababu imekuwa kubwa. Hata wakati wanakuja kuabudu hapa kwa mlima hapa, ni kama wanakuja wanafunika makanisa yote yako hapa, lakini sio kweli. Unaweza jiuliza, yes, wanakuja kuabudu pale, lakini ni wangapi tukisema 1 2 3 4 wamefanyika hekalu la Roho Mtakatifu? Haleluya. Kama kutapatikana na hapa Christian life kupatikane, tunahukumiwa sawa sawa. Amen. Haleluya. Kwa sababu hakuna Myunani au Myahudi, zote tuko sawa sawa mbele ya Mungu na tunahudumiwa na Roho moja mbele ya Mungu na tunahudumiwa sawa sawa. Haleluya. Akawaambia hivyo, msijione kama au msijidharau ati kwa sababu unajiona nyinyi ni wadogo. Unajua kile kanisa sasa kikianza pale, baada ya miaka 3 lilikuwa dogo tu. Kwa dogo tu kama vile tuko. Kama alikuwa analihubiri hivi, msijidharau. Vile Wayahudi wanajazwa na Roho Mtakatifu, hata nyinyi mtajazwa na Roho Mtakatifu. Vile mtahudumiwa na Roho Mtakatifu, vile Wayahudi wanahudumiwa na Roho Mtakatifu, hata nyinyi mtahudumiwa vile na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hakuna tofauti ya Myunani na Myahudi sasa. Haleluya. Na hivyo ndivyo tulivyoanza katika huduma. Paulo akasema sasa hakuna mwanamke au mwanamume, zote tuko sawa ndani ya Kristo Yesu, tumesawazishwa. Unaweza fanyika pasta ukiwa mwanamke, unaweza fanyika pasta ukiwa mwanamume, kwa sababu katika Kristo Yesu hakuna group, hakuna mwanamke au mwanamume, sote tumesawazishwa na huduma ya Kristo Yesu na Roho Mtakatifu. Haleluya. Sijui kama mnaelewa hivi. Akawafundisha hivyo, msijidharau. Ile huduma inapatikana kwa Wayahudi, hata hapa inapatikana hapa. Kama ni kuombeana, tunaombeana sawa sawa na vile Wayahudi wanaombeana. Kama ni kuponya, tunaponya kama sawa sawa vile Wayahudi wanaponya. Kama ni kutoa huduma yoyote ile, hata kama ni unabii, tunatoa kama vile wanatoa. Kwa hivyo tumewekwa kiwango kimoja na watu wa Mungu. Haleluya. Na hata sisi tusijidharau hapa kwa Christian Life Church. Kama tumefanyika hekalu la Mungu, tunahesabiwa na Mungu katika ile class ambayo imefika kiwango hiyo. Haleluya. Tumefika kiwango ya kuhesabiwa sisi ni watu wa Mungu, ni wana wa Mungu. Haleluya. Number 3. Number 3, 122. Akawaambia ya kwamba, tusome hapo, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Haleluya. Akawaambia ya kwamba sasa Kristo huyu alikufa kwa sababu ya watu wote, alipewa mamlaka kwa watu wote na vitu vyote. Hakufanyika mwokozi wa Yahudi peke yake. Haleluya. Alifanyika mwokozi wa watu wote. Hakuna utofauti sasa hapa, ni watu wote wanaokolewa na Yesu. Na tena akapewa mamlaka juu ya watu wote na vitu vyote. Kwa hivyo hata sisi Christian Life Church vile tulivyo, tuko chini ya Kristo Yesu. Haleluya. Hata ile kanisa liko na watu 10,000. Na hili kanisa tuko watu 10. Zote tuko chini ya mamlaka ya Kristo Yesu. Kwa hivyo hakuna utofauti. Haleluya.
tuwe tumeokoka na tumemwamini Kristo Yesu, pastor, tuko chini ya mamlaka ya Kristo. Hakuna utofauti na ile kanisa kubwa na ile kanisa dogo. Tumefanyika kwa sababu Mungu anadili na mtu binafsi. Haleluya. Akawaambia ya kwamba nyinyi wa Efeso, hili kanisa tumeanzisha hapa, vile kanisa la Yerusalemu lipo, hata nyinyi mko hivyo hivyo tu. Hata kama lilianzika wakati wa Daudi huko mbele, hata kama limekuwako miaka 200 huko mbele, au kama miaka hivyo miaka mingi, kama vile lilivyo, hivyo ndivyo tulivyo hapa wa Efeso, kwa sababu tumeokolewa na neema moja. Hakuna neema mbili, neema ya Kristo Yesu, kupitia imani na kupitia kumwamini Kristo Yesu. Haleluya. Na kwa hivyo kama tulivyo hapa sasa Koma Christian Life Church, na kuna kanisa lingine liko pale, unaona kama limeendelea kuliko hili letu, that is a mistake. Kwa sababu Mungu haangalii maendeleo yale mnalete. Mungu haangalii mko na ploti gapi. Mungu haangalii mmejenga kiasi gani ya kanisa. Mungu anaangalia roho yako, your heart. Is it connected to him? Umefanyika hekalu ya Roho Mtakatifu. This is the matter. Haleluya. Kwa sababu tulikufiwa zote na Kristo Yesu, na akapewa mamlaka juu ya sisi zote. Hakupewa mamlaka ya juu ya makanisa makubwa au makanisa madogo au watu wadogo au watu wakubwa. Hapana, sisi zote ambao tuko hapa duniani tuko chini ya mamlaka ya Kristo Yesu, whether you like it or not. Hata kama humwamini, Kristo amefanyika the Lord of all things. Hallelujah. Na kwa hivyo ukiwa uko ndani ya Kristo Yesu, usijidharau. Yesu akirudi leo mtaenda na yeye, kwa sababu ametuahidi atarudi kuchukua kanisa lake. Hallelujah. Sijui wakati ule itakuwaje. Kwa sababu sasa ile kanisa imejengwa Vatican. Pale Vatican, unajua Vatican ni mji mkuu wa Catholic. Na wamejenga maajabu, wamejenga. Sasa wakati Yesu atakaporudi, hata kuja kuchukua ile buildings, hata kuja kuchukua ile vitu mmeweka, atakuja kuchukua watu wake. Sijui itakuwaje, sijui dunia itakuwa namna gani. Hatuna hiyo akili ya kuelewa, lakini sijui itakuwaje. Tutawacha mambo mengi hapa duniani kwa sababu atakuja kutuchukua kama wewe binafsi, kama umeitanishwa na yeye, kama umemwamini. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Kwa hivyo, na sisemi ni baya kujenga, tujenge, lakini uwe umeitanishwa na Kristo hiyo. Roho yako iwe imeshikana na ya Mungu. Umeitanishwa na yeye kupitia imani. Haleluya. Na ili awe anakuongoza. He is your Lord in all things. Haleluya. Hivyo ndivyo alifundisha hili kanisa. Unajua mji wa Efeso ilikuwa sasa kama mji wa Nairobi au Mombasa. Mji wa Mombasa tunajua kuna raha nyingi huko, kuna beach, kuna nini huko. Ukiwa huko sasa unajisikia lakini kanisa likiwa pale ni kama linakandamizwa kabisa. Hakuna mtu anasikia injili, hakuna mtu ako na shughuli na kanisa, hakuna mtu hata anasikia kama mnahubiri. Hata tukienda pale kwa pale unaona watu wanapita tu, wako na shughuli zao, they cannot respond to the gospel, hawana shughuli. Ilikuwa hali hiyo tu pale Efeso. Ilikuwa mji kubwa kama Nairobi. Sasa watu wakienda kuchapa injili pale, na ulikuwa unajua wakati ule hakuwa mashini kama hizi.
Sasa watu walikuwa wanapita wanauliza, sasa hawa wanasema nini? Wanawadharau. Paulo akawaambia, hata kama iko hali namna hiyo, bora tu muwe mmeitanishwa na Mungu, you shall be established, mtatambulikana. Sababu Mungu atafanya mfanye hivyo. Haleluya. Mtashinda na mtashinda kwa sababu ya Mungu. Number 4. Unashika hizi points? Yes. Number 4 aliwaambia namna gani? 2 verse 8 and 9. Akamwambia hivi. Unajua sasa pale Ephesus walikuwa wanajigamba kwa sababu wamejenga hekalu kubwa, wanamwabudu sanamu yule Diana, na jina ya Kigiriki lisahaulika, ilikuwa na sijui inaitwa, nitaishika. Walikuwa wanajigamba ya kwamba tumejenga, tumefanya. Lakini Paulo akaja hapa, hawa watu wameokoka. Wameokolewa na Yesu Kristo. Na akawaambia ya kwamba, tukisoma hapa mstari wa 8, akawaambia ya kwamba kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Tumeokolewa na neema, sio makazi ile tumefanya, sio kazi ile inaonekana, sio kwa vile tumejenga hili kanisa hata ndio tumeokoka sana. Hapana. Hata wale wamejenga makanisa makubwa na wanajigamba na makanisa makubwa, ni vizuri tujue ya kwamba hata wale wamejenga tukanisa tudogo, kwa sababu tuko kitu ya maana sana ni uwe ya kwamba umeokolewa kupitia neema na imani ndani ya Kristo Yesu. That is the condition ya wewe kukubalika na Yesu. Are we together? Yes. Sio kujenga makanisa makubwa, majumba makubwa, au kununua mabasi makubwa. Na sio baya kufanya vile, sisemi ni baya. Asa sisi tunatarajia kujenga kanisa kubwa hapa, lakini tukijenga uhakikisha ya kwamba ile wokovu uko nayo imetokana na imani ndani ya Kristo Yesu. Unaamini Kristo Yesu hata tukifanya kazi, hata tukijenga, hata tukinunua basi, hata tukinunua plot, hata tukinunua ile tunataka kununua base speaker, tununue tukiwa ndani ya Kristo Yesu, tuwe tumeokoka through grace and faith. Imani, neema na imani ndani ya Kristo Yesu. Akawaambia hivyo kwa sababu wale watu wa Ephesus walikuwa matajiri, walikuwa wamejenga hekalu kubwa, ilikuwa imetandaa huku na huku, imerebeshwa nini, walikuwa wanajigamba nayo. Na tumejenga, lakini hawakuwa wameingia ndani ya Mungu wa kweli. Kama ni wakati ule Yesu wangekuwa anarudi, wangewachwa na hiyo building yao. Nasi tujihadhari, tusije tunafanya kazi ya Mungu lakini hakuna wokovu ndani yetu ambayo inaongozwa na imani na neema ya Mungu. Are we together? Tunashika. Tukifanya kazi ya Mungu tuhakikisha kwamba tumeokoka na tumeokolewa na neema na imani ndani ya Kristo Yesu. Hivyo ndivyo aliwaambia. Na hii ni kitu haitakwisha. Akawaambia hivyo, mumeokolewa na hakuna wokovu mwingine mnatarajia, ni huo tu ndani ya Kristo Yesu. Huyu dana mnaabudu hapa, mlikuwa mnaabudu hapa, sio Mungu wa kweli. Hata kama mmemjengea nyumba kubwa, hata kama mmemjengea hekalu kubwa, ni kazi bure. Haleluya. Hatukusha Mungu Baba. Kwa hivyo hata sisi tujue ya kwamba tukifanya kazi ya Mungu, tunapoenda hapa na pale, tukifanya kazi zetu,
tujue ya kwamba tumeokolewa na neema na imani ndani ya Kristo Yesu. Hivyo tu tunakurifai kuitwa wana wa Mungu. Are we together? Unajua ukienda kule India, wale watu wanaabudu masanamu. Na ni ukweli. Kuna wakati mmoja nilienda India mimi. Nilikaa kwa mwaka mzima. Na wakati nilikuwa huko najua makanisa huku ni kama yamefifia, hakuna makanisa ya Mungu sana. Na sana wanaabudu sanamu. Kuna matemples wameweka sanamu huko. Nilianza kuingia nikaona wanaweka kule mbele masanamu ambayo wanasema hii ni ya kuleta baraka, hii ni ya kuleta mvua, hii ni ya familia. Wako na miungu mingi ya aina fulani, ile ya kazi tofauti. Na wanaingia huko. Na wameweka hekalo yao ikiwa very smart. Na wamejenga sio tukanisa kama tule tunajenga hapa. Ni matempo makubwa sana, wamerembesha nini, lakini wanaabudu sanamu. Hawa watu ukijaribu kuwageuza wanakuua. Hata juzi kulikuwa na habari ya kwamba wanachoma makanisa ya Mungu. Lakini ukweli ni ya kwamba kama wanaabudu sanamu, Yesu akirudi leo wataenda jehanamu. Kwa sababu hawana ile imani ya kweli ndani ya Kristo Yesu. Nasi tunaweza jenga makanisa huku makubwa na tuwe tuna makanisa ya kifahari, lakini ndani yetu hakuna uokofu ule kamili wa Yesu Kristo wa kweli. Haleluya! Akawaambia tunaokolewa na neema na imani ndani ya Kristo Yesu, lakini sio kwa ile kazi nzuri tumefanya. Tujihadhari. Kuna kitu tunasoma. Haleluya! Tukifanya kazi ya Mungu tumeokoka vizuri. Tuwe tunamwamini Kristo Yesu through grace and faith. Haleluya! Ukisoma hapo mstari wa 10:10, alafu akawaambia ni kwa nini mumeokolewa. Ni kwa nini? Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Tuliokolewa. Sasa hapa kazi Paulo anawaambia ya kwamba ile kazi ambayo itahesabika katika vitabu vya Mungu ni ile tutafanya baada ya kuokoka. Kwa hivyo hatutendi kazi ili tuokoke, lakini tunaokoka ili tufanye kazi ya Mungu. Haleluya! Akawaambia ya kwamba hatuokoki kwa sababu ya kutenda matendo mema, lakini tunaokolewa kupitia imani, grace. Unajua grace is free na imani is free. Lakini baada ya kuokoka sasa tufanye ile kazi itafanya tuwekewe taji na Mungu. Kwa hivyo wokovu haupatikani kwa kufanya kazi nzuri. Wokovu ni free in charge. Imani ni free. Grace is free. Lakini ile kazi tutafanya kwa sababu ya kuokoka, kama hii tunafanya hapa sasa, tukifanya kazi kwa sababu tumeokoka na tunajisikia ya kwamba tuko na mzigo wa kazi ya Mungu, sasa hiyo ni kazi nzuri. Hiyo ndio fikra ya Mungu alikuwa nayo tangu zamani, tangu alipotuumba. Hata kabla ya kutuumba alikuwa anajua ya kwamba kuna watu watakuja na watafanya kazi yao. Lakini mimi nataka wafanye kazi yangu baada ya kuokoka, baada ya kuwa na imani ndani ya Kristo Yesu. Hiyo ndio ile kazi tutalipwa.
Haleluya. Kazi yoyote ile inafanyika nje ya Kristo Yesu, hiyo Mungu hahesabu kama ni kazi ya kulipwa ya imani. Hapana, hiyo ni yetu. Haleluya. Akawaambia ya kwamba hapa Efeso, hii ni mji ambao uko na biashara mingi na mnafanya kazi mingi, lakini mkumbuke ya kwamba hamujaokolewa kwa sababu ya hizo kazi nyingi. Hamukuokoka kwa sababu ya kufanya kazi mingi, lakini mumeokolewa kwa imani na kwa neema, ili mfanye kazi nzuri katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ile kazi itafanyika baada ya kuokoka, ndio tutalipwa na Mungu. Haleluya. Amen. Atukuzwe Mungu Baba. Amen. Alikuwa na wakati mgumu wa kuwafundisha, lakini aliwafundisha kwa miaka 3. Haleluya. Amen. Na hata baada ya kuwafundisha miaka 3 na kuwaambia ya kwamba sasa nitaondoka, mjihadhari. Ukisoma katika Ufunuo 2, wanakemewa. Hao watu wanakemewa bado vile walipewa ilani na Paulo wajihadhari, hawakujihadhari. Ukisoma vizuri, kwa sababu malaika anawaambia, kumbukeni kule mmetoka na mumeanguka, mumeachana na ule upendo wa kwanza wa kumpenda Kristo Yesu. That was the accusation. Kwa hivyo bado walianguka hata baada ya mafundisho. Haleluya. Na alikaa na wao miaka 3 wa kuwafundisha usiku na mchana. Kwa hivyo ni vizuri kushikilia imani vizuri, usiachilie. Hata hali ikiwa gumu namna gani, usiachilie. Hata ukiona kama hakuna maendeleo katika kanisa, kama vile tuko hapa, usiachilie. Wakati wa Mungu utafika. Usije ukawa utalaaniwa kama vile kanisa la Efeso lililaaniwa. Waliokuwa kubuka kule umetoka umeanguka chini, na wakaambiwa ya kwamba repent na urudie mambo ya Mungu. Kwa hivyo hata mimi naweza wafundisha neno hapa, ni wafundisha miaka mingi na bado mwabuke, kwa sababu ya kukosa kushikilia ile imani katika Kristo Yesu. Kuna kazi ya kushikilia, kuna kazi ya kufanya, kuna kazi ukasha mwendo katika imani. Na mambo ya dunia, unajua kama vile nilisema, yanakuvuta nyuma. Mambo ya dunia yote inakuvuta nyuma, inakuvuta nyuma. Unajisikia ya kwamba hutaki. Ukifika pale ujue ya kwamba kuna kanisa lilikuwa linaitwa la Efeso. Na walikuwa mbele sana, walikuwa wamefundishwa sana. Lakini ilifika pahali wakarudi nyuma. Na wakatumia malaika, wakaambiwa, kumbukeni kule mmetoka, mumeanguka chini. Amkeni, mtubu dhambi zenu, mrudie Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tumeokolewa ili tufanye kazi nzuri ya Mungu. Jambo lingine namba 6. Aliwaambia ya kwamba 3:17, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Mambo mawili hapa. Kristo akae ndani yenu kwa imani. Ukitaka Kristo akae ndani yako, lazima uwe na imani ndani yake, alafu na upendo. Haleluya. Unajua Paulo alikuwa anaona hawa watu ni kama wataachana na Kristo. Ndipo sababu alikuwa anawaambia hawa maneno, nikiondoka hawa watu watarudi nyuma. Akawapa ilani, mkitaka kuwa mumemkaribisha Kristo Yesu katika mioyo yenu, mdumishe mambo mangapi? Mawili. Imani ndani yake itafanya mfanyike hekalu la Roho Mtakatifu, na upendo
Umpende Kristo Yesu kabisa, umpende Mungu, udumishe upendo katika kanisa. Hapo sasa tutafaulu kuwa wana wa Mungu. Akawaambia hivi, mfanyie Yesu. Tusome tena. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Akae ndani yenu. Mkubali Kristo akae ndani yako kwa imani. Umwamini Kristo Yesu. Alafu upendane, umpende na upende mwenzako. Hiyo hali itamfanya Kristo akae ndani yako. Kwa hivyo kanisa linaweza kuwa liko lakini halijafanyika hekalu la Roho Mtakatifu. Hatujamkubali Kristo Yesu akae ndani yetu, lakini tunajiita kanisa. Tunaanguka mtihani wa Mungu. Lazima tumkaribishe Yesu akae ndani yetu, atutawale na tufanye kulingana na mapenzi yake. Hivyo ndivyo aliambia kanisa la Efeso, kwa sababu alikuwa anajua huku katika mji huu wa Efeso kuna raha nyingi. Kuna raha nyingi sana. Ni kama ule mji wa Korintho. Corinthian was a very rich city, lakini ilikuwa na maisha mengine sio mzuri. Ni kama vile tunaona Nairobi sasa. Nairobi ni mji mzuri, lakini yale mambo yanatendeka ndani ya Nairobi, ukiyajua vizuri utaona ni mji chafu, iko dhambi mingi, lakini ikionekana juu ni mji mzuri, mji safi, lakini mambo ya kule ndani sio mazuri. Mungu hawezi akakubali. Efeso ilikuwa hivyo. Efeso ilikuwa hivyo. Mji mzuri lakini mambo yake ni machafu. Akawajitahadharisha, akawaambia ya kwamba mkitaka Kristo akae ndani yenu, lazima muwe na imani ndani yake. Mkubali akae ndani, mkubali mtawaliwe na Kristo, muondokane na dhambi za huyu mji. Haleluya. Na hata sisi hapa Koma, usione kama hakuna dhambi. Usione kama hakuna mambo machafu. Iko, lakini yanajificha. Tusipojihadhari nayo, tutakuja kukuta tumeingiana na haya mambo. Na sasa tumemfukusha Kristo, hawezi akakaa ndani yetu. Lakini mapenzi ya Mungu, kama vile aliwaambia Hawa, ni tumkaribishe Yesu awe mwokozi wetu na awe mtawala wetu katika mambo yote. Sio lazima ufanye vile wanakoma wanafanya. Sio lazima ufanye vile watu wengine wanafanya. Ujijue ndani ya Kristo Yesu, uwe tofauti. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Hivyo ndivyo aliwaambia. Tukisoma ingine, aliwaambia hili yote na ili wafikie kitu moja au mbili au tatu. Ephesians 4, Waefeso 4 mstari wa 3. Kuelekea hapo chini. 4:3-6. Waefeso 4:3-6. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili moja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa yote. Haleluya. Tumeitwa, ndio tumeitwa. Lakini vizuri tujue ya kwamba tumeitwa kwa mwili mmoja wa Kristo. Hakuna miili miwili. Ni Kristo peke yake ametuita. Kukiwa kuna makristo mengi hapa, kuna Mkristo wa pande hii, kuna Mkristo wa pande ile, hiyo sio kanisa la Mungu. Haleluya. Amen. Atukuzwe Mungu Baba. Kama kuna makristo mengi,
hiyo sio kanisa la Mungu. Tumeitwa kwa mwili mmoja wa Kristo. Kwa hivyo imani yetu lazima ielekezwe kwa Kristo peke yake. Kukuwa na Kristo mwingine, hiyo sio wa Mungu. Tumeitwa kwa roho mmoja, Roho Mtakatifu. Kama kuna maroho mengine ambayo yanatawala, hiyo sio ya Mungu, hiyo ni ya huku. Tumeitwa kwa tumaini moja, hope, one hope. Tumaini moja, kuwa tunaelekea mbinguni sote. Kama unaelekea kwingineko, sisi wewe hauko pamoja nasi. Tumaini lako ni tofauti. Tumeitwa kwa one hope, tumaini moja. Tumeitwa kwa Bwana moja, Yesu Kristo, our Lord, one Lord, one Lord. Hallelujah. Yeah. Na tumeitwa kwa imani moja. Imani yetu ni moja tu ndani ya Kristo Yesu. Hakuna maimani mawili matatu. Hallelujah. Kwa hivyo ukisikia mtu anakwambia mimi naamini Muhammad, hamko pamoja. Ukimuona mtu anakwambia mimi naamini yule Mungu wa huko anaitwaje? Watu wa roho. Alikuwa anaitwaje? Sijui kuna binadamu alikufa huko, alikuwa amejifanya Mungu. Alikuwa anaitwaje pasa? Yule wa Maria. Alikuwa amejifanya Mungu lakini alikufa. Wanyonyi. Alikuwa anaitwa Wanyonyi. Alikuwa amejifanya Mungu. Na wengi ambao tunawajua hapa na pale. Lakini imani yetu iko katika Kristo Yesu, our Lord. Hallelujah. Tumeitwa kwa ubatizo moja, ubatizo kama ule Yesu alibatizwa. Hallelujah. Ukiona kuna utofauti wa ubatizo, ni lazima utambue ni wewe uko badi baya au ni wewe uko badi mzuri. Ubatizo ule Yesu alibatizwa namna gani? Unajua kuna watu wengine wanasema vile tunafanya kupeleka watu kwa maji nyingi sio mzuri. Wao wanajifanya wabwana, hawezi wakatukizwa kwa maji. Lakini Yesu aliye Mungu alitukizwa kwa maji. Si ndio? Na hivyo ndivyo tunastahili kufanya. Hakuna ubatizo mbili. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Lazima tusisitize ubatizo moja kama tunamwamini Kristo Yesu. Kama vile alibatizwa na sisi tubatizwe. Hivyo kama kanisa lake. Alafu tunamwamini Mungu mmoja, the Father of our Lord Jesus Christ. Mungu Baba aliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna miungu mingine. Haleluya. Sasa ukienda huko India kuna miungu mingi. Kuna huyu wa Krishna, kuna mwingine anaitwa mambo machafu. Lakini tunamwamini Mungu mmoja wa mbingu. Yeye haishi hapa duniani, anaishi mbinguni kwake, huko ni kwake. Na tutafika huko kwa imani ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Ujue hivyo. Haya ni mambo ambayo yalifundishwa kanisa la Efeso na mimi nawafundisha leo. Kwa hivyo mimi ni Paulo wenu. Mnitambue hivyo. Mimi ni Paulo wenu. Na mkikosa kufanya hivi, mtakuja kukemewa. Mlianguka. Nawasikia mambo ende. Mfanye hivi. Mshikilie haya mambo. Namba 8. Akawaambia ya kwamba 4:22. Akawaambia, na kwa sababu mmeokoka, fanyeni hivi sasa. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Muondoe mambo ya kale. Yale mambo mlikuwa nayo kabla ya kuondoka yasipatikane katika maisha ya wokovu. Remove the old sinful nature. Uondoe.
Na Biblia inasema ya kwamba ukiokoka unafanyika kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yasije yakarudi huko nyuma upatikane naye. Sababu kuna watu wanaokoka alafu wanarudi kwa dhambi. Hawa hawajaokoka bado wako kwa dhambi. Biblia inatuambia ya kwamba Paulo aliwaambia ya kwamba lazima muondoe mambo ya zamani, ya kale, ya dhambi, muondoe dhambi, muwe viumbe vipya katika Kristo Yesu. Haleluya. Na ni lazima tukae hivyo. Tuondoe ule utu wa zamani wa dhambi, tuishi maisha ya utakatifu. Na ili tufaulu kuitwa wana wa Yesu. Haleluya. Number 9. 4:23 inasemaje? Na mufanye wapya katika roho ya nia zenu, mukavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Muumbike. Hivyo ndivyo nawaambia. Sasa muachane na mambo ya Efeso. Waefeso hawa unawaona wakiabudu miungu hapa, unawaona wakifanya usherati hapa, unawaona wakifanya dhambi hapa. Sasa muachane na wao. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Muachane na hizo dhambi kwa sababu mumeokolewa na Yesu Kristo. Sasa muwe watu wengine ambao ni wapya, ni watakatifu, mumeoshwa na damu ya Kristo Yesu. Muondoe hiyo hali ya dhambi sasa. Muitwike utakatifu wa Kristo Yesu. Muvae utakatifu ule umepatikana katika wokovu. Muachane na hali ya dhambi. Haleluya. Na hivyo ndivyo. Hii ndio sababu hiki kitabu kiliandikwa hapa ili tuwe tunakisoma. Haleluya. Sasa hakiongelezi juu ya Waefeso, kinaongea juu ya waumini wale wako Roma. Haleluya. Na leo kinaongea katika Christian Life Church. That is why it was written here. Kwa hivyo akawaambia, ondoeni ule utu wa zamani, mvae mtu mwingine mpya ambayo hana dhambi, na ili mfaulu kuitwa wana wa Kristo Yesu. Haleluya. Tutafanya hivyo. Alafu kuna jambo lingine aliwaambia hapa katika Waefeso 1:5 mstari wa 1 na wa 2. Hivyo ufuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mukaenenda katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa maarufu ya manukato. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Haleluya. Utambue upendo wa Mungu kama Mkristo. Mungu alikupenda sana mpaka akatoa Yesu Kristo mwanae atoe dhabihu kwa sababu yake. Alisulubiwa msalabani kwa sababu yako. Huyu Mungu anakupenda, na wewe mpende na umfuate. Haleluya. Amen. Umefanyika kiumbe kipya kwa sababu ya Mungu kupeana mwanao pekee aje asulubiwe msalabani. Huyu Mungu anakupenda, na wewe mpende na umsikilize na umtii. Vile anakwambia ufanye, mtii na utabarikiwa. Haleluya. Namba 11. Kuna jambo lingine anasema hapa katika Efeso 5:22. Anasemaje? Anatuongelesha sasa. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake, watiini waume zenu kama
kumtii Bwana yetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama vile Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Haleluya. Hebu nisikilize hapa. Watu wanaambiwa ya kwamba wawatii. Hivyo ndivyo inasema. Tusome vizuri. Watiini waume wenu. Hapa ningetaka kufafanua kidogo. Huyu tunalinganishwa na Yesu. Mume anaitwa ni kichwa cha mke wake. Na kama vile Yesu Kristo alipenda kanisa akajitoa, nasi wanaume tunaambiwa tujitoe kwa sababu ya wake zetu, kama Kristo alivyojitoa kwa sababu ya kanisa. Hata kama tumefanyika vichwa, kuna condition tunapewa hapa. Upendo ule Yesu anasema tuwapende hawa wake wetu, sio upendo wa dictatorship, sio mamlaka ya kukandamiza. Ni ujitolee katika ule upendo. Umpende mke wako hata kama wewe unamuongoza. Umpende kama vile Kristo alipenda kanisa akajitoa. Na wewe umpende mke wako, umpende kama vile Kristo alipenda kanisa. Umtumikie kama vile Kristo ametumikia kanisa. Haleluya. Na ukifanya hivyo, naye mke wako akutii. It is two-way traffic. Mpende naye akutii. Kwa hivyo upendo ukikosa, hakuna kutii. Are we together? Hivyo ndivyo anawaambia Waefeso. Kwa sababu kulikuwa na shida kule. Ni kama vile tu wakati wa Wayahudi, wakati wa Yesu Kristo alipokuja, alikuta ya kwamba katika utamaduni wa Wayahudi wanawake walikuwa wamekandamizwa, hata hawakuonekana kama ni kitu. Hata wakati wa kuhesabiwa hawakuwa wanahesabiwa pamoja na watoto. Walikuwa wametupwa huko. Hata katika ile hekalu tunasoma katika Biblia hapa, hawakuwa wanaingia ndani. Imagine, wanawake na watoto hawakuwa wanaingia ndani, walikuwa wamejengewa huko nje. Sasa hekalu ikiwa ni hii, wanaume walikuwa wanaingia, lakini wanawake na watoto walikuwa wamejengewa huku nje huko. Walikuwa wanakaa huko, hawakuruhusiwa kuingia. Na ndipo sababu wakati Yesu alienda kwa ile hekalu, aliwapiga na akawaondoa na akawaambia mliofanya hekalu ya Mungu kuwa ni deni la wizi. Kulikuwa na exploitation ya hali ya juu. Sasa Paulo hapa analeta hali ya maisha ya wanawake na wanaume vile walikuwa wanakaa kule Efeso. Hivyo ndivyo kulikuwa. Wanaume walikuwa wamekandamiza wanawake kabisa. Hawakuwa wanaona kama ni watu. Na sasa hawa wameokoka, wamekuja kwa Kristo Yesu. Akawapa sheria mpya sasa. Kama ninyi wanaume mnataka kuwa viongozi wa wake zenu, lazima mtimize hii. Muwapende kama vile Kristo amewapenda. Sawa? Ili naye mwanamke akutii. Tumeshika. Alikuwa anageuza hali ya maisha yao. Alikuwa anageuza hali ya vile walikuwa wanatritiwa na wanaume wao. They were being exploited. Hawakuwa wanaonekana kama ni watu. Lakini sasa Paulo analeta doctrine ya Kristo. Ya kila mtu ako na maana mbele ya Mungu. Uwe mwanamke na uwe mwanamume.
sote ni kitu kimoja mbele ya Mungu. Are we together? Yeah. Hali ilikuwa hivi pale hata katika utamaduni wa Kikuyu ilikuwa hivyo tu. Lakini tukiokoka tunakuja kwa doctrine ya Kristo ya upendo na usawa. Are we together? Tuende kwa ya mwisho kabisa. Na kwa sababu sasa watu wakiitwa katika ile hali wanaingizwa katika vita ya kiroho, akawafundisha sio kukaa tu na kuamini. Mkikaa tu na kuamini mtashindwa. Lazima mjue kuna vita ya kiroho, kuna vita ya kupigania imani yenu. Haleluya. Akawaambia katika 6:11 akawaambia sasa, au tuanze hapo 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alikuwa anajua sasa kuna vita. Hawa ni Waefeso, wako na miungu yao huko, wako na imani zao huko, na hili ni kanisa la Bwana limekuja pamoja. Na alikuwa anajua ya kwamba akiondoka wale watakuja kulete mafundisho mengine, na akawahadharisha ya kwamba msikubali kurudi nyuma, msisikize habari zingine isipokuwa ile nimewafundisha. Lakini wakawaambia hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, lakini ni kwa maroho mali mabaya. Kwa hivyo akawatahadharisha, ili mshinde katika hii safari ya imani, lazima mchukue silaha ya Mungu, silaha ya Mungu ya vita. Na akawaambia sio mwili na damu, hapana, ni silaha ya kiroho ziko hapa. Haleluya. Si alikuwa mwafundisha kweli? Si aliwafundisha vile watakaa kama watu wa Mungu na vile watashinda kama watu wa Mungu. Na sisi tukitaka kushinda katika imani lazima tufuate hii. Vile aliwafundisha, hivyo nimewafundisha. Tukiishi namna hii lazima tutashinda hii vita ya kiroho. Lakini tukigeuka tulete mambo mengine ambayo sio iko nje ya hii Biblia ya haya mafundisho, lazima tutashindwa. Na watu watakuja kusema kulikuwa na kanisa mzuri hapa, lakini walianguka. Kama vile Waefeso walianguka na malaika wa Mungu akatumwa ele uambie hivi. Wameachana na upendo wa kwanza, vile walikuwa wamempenda Kristo Yesu, sasa hawapendi hivyo. Wamepeleka upendo pande nyingine, sasa wanapenda mambo mengine ya dunia na miungu mingine. Sasa they were warned. Kumbuka kule umeanguka na urudi. Haleluya. Kwa hivyo kuna hatari hata kama umeokoka. Ukikosa kufuata maagizo ya Mungu kupitia Biblia, kuna hatari ya kuanguka. Are we together? Lazima tufae vita, silaha ya vita ya kiroho, na hivi tusimame vizuri katika imani ya Mungu. Haleluya. Atukuzwe Mungu Baba. Na tutafanya hivyo. Tutasimama imara katika nguvu ya Mungu ya kiroho ya imani. Tutasimama imara katika wokovu. Hata kama kuna utofauti mkubwa, hata kama kuna watu wengi ambao hawamsikizi Mungu, hawashughuliki na Mungu, sisi ambao tunajua ukweli wa Mungu tutasimama imara na ni lazima tutashinda. Haleluya. Hata kama tukiwa wachache, hata tukienda pale kwa pale, hata tukiwa wawili watatu, lazima tuhubiri injili, tuambie Mungu anasema hivi, na neno la Mungu lazima lishike katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ni mimi nimemaliza kuhubiri, lakini sio kuhubiri. Haya ni mafundisho yale Paulo alifundisha kanisa la Efeso. Na